Waziri wa uchumi wa Iran Ali Madanizadeh amesema Tehran imejiandaa kukabiliana na awamu mpya ya vikwazo vya Marekani, akitabiri kuwa juhudi hizo zitamalizika kwa kile alichokiita kushindwa kwingine kwa Washington. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kutangaza kifurushi kipya cha vikwazo vinavyolenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, huku nchi zingine zikionywa dhidi ya kuendelea kufanya biashara na Tehran. Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran, Madanizadeh amesema Marekani tayari imejaribu njia mbalimbali kuupima uimara wa wananchi na viongozi wa Iran, lakini kwa mtazamo wake juhudi hizo zimeendelea kushindwa. Wamefanya kila walichoweza kujaribu dhamira ya wananchi wa Iran na viongozi wa nchi, lakini kila mara wameshindwa. Inaonekana walitamani kupata kushindwa kwingine, alisema Madanizadeh. Waziri huyu amesema serikali ya Iran haijashtushwa na hatua mpya za Washington, akidai Tehran imekuwa ikitarajia mikakati kama hiyo kwa muda mrefu na tayari imeandaa mpango wa miaka miwili wa kukabiliana na athari zake. Tumekuwa tukisubiri mipango hii kwa muda mrefu. Serikali ilikuwa tayari na ina mpango wa miaka miwili wa kusimamia hali hii, alisema. Madanizadeh hakutoa maelezo zaidi kuhusu mpango huo wa miaka miwili, ikiwemo hatua mahususi ambazo Iran itachukua kupunguza athari za vikwazo katika uchumi wake. Hatua mpya za Marekani zimetangazwa na waziri wa fedha Scott Bessent na zinalenga sekta 5 muhimu za uchumi wa Iran ambazo ni mali za kidigitali, teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga na usafirishaji wa baharini. Washington pia imeonya mataifa mengine kuacha kufanya biashara na Iran, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuikata Tehran katika mifumo ya biashara na fedha ya kimataifa. Wakati Iran ikionyesha msimamo wa kutoyumba, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepongeza vikwazo hivyo vya Marekani, hususan hatua zinazolenga pia watu, makampuni na nchi zinazosaidia Iran kukwepa vikwazo. Netanyahu amesema hatua hiyo inaweka gharama kubwa si tu kwa serikali ya Iran, bali pia kwa wale wanaoiwezesha kuendelea na shughuli zake. Kwa haki, mnaweka gharama kubwa kwa utawala huo katili na kwa wale wanaosaidia kuendelea kwa uchokozi wake, alisema Netanyahu.